Na mtazamaji wa Wasafi Media, kama unakumbuka wiki kama moja iliyopita kulitokea hali ya sintofahamu baada ya mwili wa kijana James Temba kuokotwa katika maji ukiwa unaelea na ukiwa hauna kichwa. Ilikuwa ni tukio la ajabu na la kusikitisha sana. Hata hivyo mwili wa James Temba ulifanikiwa kuzikwa bila kuwa na kichwa hicho na bila kuelewa kichwa cha Temba kitakuwa kiko wapi na ni kina nani ambao wamehusika kufanya jambo hilo. Baadaye jeshi la polisi lilitoa taarifa kwamba watu 4 wamekamatwa na kushikiliwa wakidaiwa kuhusika na tukio hilo, na hivyo wamekamatwa kwa ajili ya upelelezi na kubaini haswa wanaweza kuwa wanahusika vipi na kifo cha James Temba ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa mwaka wa 2 katika chuo cha usimamizi wa fedha IFM Dar es Salaam. Sasa hatimaye leo tarehe 13 Mei 2026 taarifa zimekuwa zikisambaa katika mitandao ya kijamii kwamba kichwa cha James Temba kimepatikana. Kimepatikana wapi au kimepatikanaje bado ni haijaelezwa wazi, na Wasafi Media tumejaribu kumpigia simu baba mzazi wa James Temba ambaye alipokea na kueleza kwamba yuko Moshi na yeye amepokea tu taarifa hizo kama ambavyo sisi tunaziona. Amepigiwa simu na polisi kujuzwa kwamba kichwa cha mwanae kimepatikana, ila hajapewa maelezo kamili kwamba imekuaje au yani hakuna habari yoyote ambayo imetolewa, na hivyo ameanza safari kutoka Moshi kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kuthibitisha jambo hilo na kukiona kichwa cha mwanae kama ambavyo ameelezwa kwamba kimepatikana. Tunamshukuru, tulisafiri salama, tukafika salama nyumbani na maandalizi yalikuwa yameendelea vizuri nyumbani, pia waweza kufanyika ibada ya kumpumzisha. Bwana. Jeshi la polisi wanaendelea na taratibu hizo, za kutafuta kichwa hicho na nafikiri wamefikia hatua nzuri. Kwa hiyo mimi mwenyewe bado niko Moshi lakini nategemea kuondoka. Unajua kama hawajamaliza kazi yao si vizuri sana kuongea mambo yao ya polisi, lakini kwa taarifa za tetesi za awali waliniambia kwamba wamekipata maeneo ya Kitunda Kibeberu kilichopatikana huko. Wakishamaliza taratibu za kiupelelezi na taratibu za kisheria hizo wanazozifanya, tutakabidhiwa, tutakwenda kukirudisha nyumbani kaungane pale kwenye kiwiliwili chake kilikuwa, kaburi lake lilikuwa. Wale waliojengea nafikiri kuna sehemu waliacha kwa dharura kwa sababu ya tulitegemea kwamba kitapatikana. Kwa tumewaza kwamba kikipatikana tukiwa tumeshamwaga zigi kote itakuwaje, lakini tuliacha sehemu kama ya dharura. Hata hivyo Wasafi Media tukajaribu kumtafuta kamanda wa polisi wakanda maalum Dar es Salaam Jumanne Muliro, na juhudi zetu za kumtafuta kamanda Muliro bado hazijafanikiwa na kwa sababu simu yake imekuwa ikiita tu bila kupokelewa. Mimi nikusihi tu mtazamaji wa Wasafi Media, endelea kuwa karibu nasi, tunaendelea kumtafuta na tutajua haswa nini haswa ambacho kimetokea au imekuwaje kichwa cha James Temba kimepatikana na kimepatikana katika mazingira gani na kikiwa katika hali gani.